Mheshimiwa Katambi, leo tuko hapa na Mheshimiwa Waziri Mkuu anayo kazi ya ziada ya kufanya, Watanzania wanaisubiri. Wewe hiyo ni eneo lako kabisa la majukumu yako ya kila siku. Tutarajie nini leo kutoka hapa bungeni? Mtarajie mambo makubwa sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amejipanga kikamilifu kuhakikisha kwanza kunakuwa na amani na usalama kwa nchi hii, lakini cha pili amejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba kunakuwa na ustawi wa wananchi kwenye maeneo ya uchumi na nitaeleza kisekta, lakini pia Dr. Samia amejipanga sana kuhakikisha kunakuwa na maendeleo na kutengeneza miundombinu au infrastructure za kiuchumi, yakiwemo mabarabara, uwepo wa vivuko, meli, madaraja na kadhalika. Lakini vivyo hivyo amejipanga kukuza uchumi wa taifa kutoka katika hatua tulionayo tuwe katika uchumi wa kati juu. Lakini pia amejipanga kuangalia makundi mbalimbali Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa makundi ya wanawake, vijana, lakini pia watu wenye ulemavu, lakini pia makundi ya wazee katika mipango ya kiafya. Sasa katika sekta nikisema kwa ufupi nini anaenda kufanya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kimsingi anaenda kufanya kazi ya kuiwakilisha serikali kwa sababu ndiye mtendaji mkuu wa shughuli za serikali bungeni, lakini pia kwa mujibu wa katiba yeye ndiye mtendaji mkuu wa shughuli za serikali. Kwa nini inaanza bajeti ya waziri mkuu? Kwa sababu ndio inaeleza kuhusiana na mwelekeo na maono na vision ya nchi kuelekea katika miaka mitano ijayo 25-30. Kwa hiyo katika kipindi hiki bajeti ambayo tunaipanga ni ya mwaka 2025-26 mwaka wa fedha, tukitambua ndani yake kuna masuala ya uchaguzi na bajeti hiyo chini ya ofisi ya waziri mkuu iko kwa sababu ni ofisi neutral ambayo haifungamani na vyama vya siasa. Kwa hiyo bajeti ya uchaguzi iko pale, bajeti ya msajili wa vyama vya siasa ambayo ndio mwaka huu mambo yenyewe, lakini vivyo hivyo kuna bajeti mle ya tume ya kudhibiti ukimwi, kuna madawa ya kulevya, kudhibiti madawa ya kulevya, lakini pia kuna bajeti ya bunge lenyewe ili kurahisisha kazi zake na utekelezaji na kusimamia serikali, lakini vivyo hivyo ipo bajeti ndani yake ya ofisi ya waziri mkuu, lakini pia bajeti ya utendaji wake kwa ujumla. Na kuzungumzia hivyo maana yake ni kwamba hata zile bajeti nyingine za kisekta zinatolewa matamko makuu na waziri mkuu, ikiwa ndio maagizo mahususi na maelekezo ya utekelezaji ambao waziri mkuu anayafanya kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuweza kuipa sasa kufungua nchi, kwa sababu anaenda waziri mkuu ndio waziri mkuu wa wizara zote. Kwa hiyo utasikia atakapokuwa anaanza kusema ataeleza katika kila wizara kisekta. Kilimo tunataka tuende wapi? Ukiacha program zinazowanufaisha vijana, ukienda kwenye program ya uchimbaji wa mabwawa, visima, kwenye umwagiliaji tunataka kwenda wapi? Kwenye kilimo tunataka kufanya nini kwenye kilimo, kwenye soko la ndani tunataka masoko ya bidhaa za kilimo, biashara ya ndani na nje ya nchi kwenye wizara ya kilimo. Lakini hivyo hivyo yapo mengine mengi kwa sababu sekta ni nyingi, nikifafanua sana muda hautoshi. Sekta ya afya tunataka kwenda kwenye bima ya afya, unafahamu tunayo sasa hivi ambayo ni hifadhi ya jamii. Katika bima ya afya tunayo NHIF, tunataka kwenda kwenye kinga ya jamii. Kwenye kinga ya jamii itamgusisha kila Mtanzania ambaye anapaswa kuwa na haki ya kupata huduma ya afya hata pale ambapo hana pesa kutokana na bima. Lakini pia uboreshaji wa hospitali za kirufaa, hospitali za zahanati, vituo vya afya, lakini pia vifaa vya kisasa, vifaa tiba, sayansi ya sasa, kutafuta madaktari wabobevu, kuongeza ajira. Yote haya ni kwenye sekta ya afya kwa uchache, lakini pia katika kuhakikisha kwamba demographic population yote inakuwa saved na huduma za afya. Yenda sekta ya miundombinu tunataka tutanuke zaidi. Flyover yatakuwa ya kutosha, barabara lami zinajengwa nchi nzima. Ni Dr. Samia Suluhu Hassan huyo amekusudia. Bwana, huyu ni Mheshimiwa Katambi, unaona ubongo una kila kitu unachotaka kujua kiko hapa.